Naam, si wengine ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, ambao wamevuka mipaka na kwenda kule Ivory Coast kwa ajili ya kutafuta mchezaji ambaye ataweza kumudu na kukaa nafasi. Maana ukianza kuangalia klabu ya wekundu wa Msimbazi wapo kwenye marekebisho ya kikosi chao. Je, ni mchezaji gani ambaye anatua Simba Sport Club? Tunakuletea hapa Tubone Media. Je, ana sifa gani? Lakini pia tunamchambua hapa Tubone Media kwa uzuri zaidi na utaweza kumfahamu mchezaji huyu. Cha muhimu ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza na tuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kuwatazama wekundu wa Msimbazi ambao wamekuwa wakiboresha kikosi chao, na hii yote ni baada ya scouting ya mwaka huu 2025-2026 ya wekundu wa Msimbazi ambao wametulia na kufanya usajili wa maana kabisa na kuwaleta wachezaji ambao wamekuwa ni kipenzi cha mashabiki. Na hii yote tunaanza kumzungumzia kiungo Ino Sospin Loemba ambaye ameonyesha uwezo wake na ameonyesha kwa nini amesajiliwa Simba Sport Club. Lakini mchezaji kama Libase Geye namba 7, huyu tumeufahamu uwezo wake, lakini pia anaisaidia Simba Sport Club kuibuka na ushindi baadhi ya mechi kwenye NBC Premier League. Tumeutambua moto wake, na hii yote mashabiki wa Simba Sport Club wanaipongeza scouting ya wekundu wa Msimbazi baada ya kupoteza furaha kwa muda mrefu sana na kutokuwa na imani na scouting ya wekundu wa Msimbazi. Lakini scouting ya wekundu wa Msimbazi imerudisha furaha ndani ya wekundu wa Msimbazi. Kwa mfano mchezaji kama Ino Sospin Loemba, Libase Geye na Innocent Oula. Tumeona uchezaji wa Oula na amekuwa kipenzi cha wekundu wa Msimbazi, na wekundu wa Msimbazi wamekuwa wakimsifia sana Oula kwa uchezaji wake, na hivyo basi scouting ya Simba Sport Club imevuka mipaka na kwenda Ivory Coast kung'ang'ana na kinda huyu, na huyu si mwingine ni kiungo chipukizi wa Golden Arrows, Isaac Lise. Anahitajika kabla ya dirisha la uhamisho lijalo. Isaac Lise anatarajia kutua ndani ya wekundu wa Msimbazi kutoka kule Golden Arrows, timu ya Ivory Coast. Kiungo huyu mwenye miaka 19 tu anahitajika ndani ya wekundu wa Msimbazi, lakini ofa ni nyingi. Timu nyingi sana zimeanza kutuma ofa kwa kiungo huyu. Je, Simba Sport Club wataweza kumngoa kiungo huyu? Kwani scouting ya Simba Sport Club kwa sasa imeamua na inataka kufanya mabadiliko ndani ya wekundu wa Msimbazi, na hiyo yote ni kuleta furaha ndani ya wekundu wa Msimbazi. Sasa Simba Sport Club tayari wameshaanza mawindo kumsaka kiungo huyu, kwani wameanza kuimarisha eneo la kiungo. Ino Sospin Loemba amekuja kuimarisha eneo la kiungo, tunaufahamu uwezo wake, lakini Clatous Chota Chama pia yupo pale. Lakini sasa Clatous Chota Chama ameanza kuonesha kwamba amechoka, lakini Simba Sport Club wanahitaji mbadala wa Clatous Chota Chama. Sasa huyu ndiye ambaye anakuja kukava nafasi ya Clatous Chota Chama, na huyu si mwingine ni Isaac Lise kutoka Golden Arrows kule Ivory Coast. Je, Simba Sport Club wataweza kunasa saini hii? Lakini haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Sasa Tubone Media tupo kwa ajili ya kufuatilia kindani zaidi. Sasa kama unataka ujue, je, Simba Sport Club wataweza kunasa saini ya mchezaji huyu, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe unatufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Hapa ndipo tunaleta matukio yanayo trending ya kimichezo kila siku. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani na autopitwa na taarifa nzuri kutoka kwetu. Hivyo basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii ni Tubone Media, ni vitu ambavyo tunavifanya hapa, na mimi ni Tubone. Hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.